Irani imerusha makombora dhidi ya Israel ikiwa ni hatua ya kujibu vikali baada ya mashambulizi makali ya Israel usiku wa kuamkia Juni 13, 2025. Video hizo unazoziona si roketi ila ni makombora ya Irani ambayo yanakadiriwa kuwa ni 400 ya masafa marefu yakiipiga Israeli kulia na kushoto, ambapo watu wengi wanasema wengine waliorusha makombora hayo walikuwa katika nchi ya Irani na wengine walikuwa nchi ya Iraq kuelekea Israeli. Mifumo ya ulinzi wa makombora wa Israeli imeshindwa kuyazuia kabisa mvua ya makombora hayo hadi yamefika kwenye lengo la kulipukia. Irani imefanya mashambulizi ya anga ya kulipiza kisasi dhidi ya Israeli usiku wa kuamkia leo, huku milipuko ikisikika huko Yerusalem na Tel Aviv, miji mikubwa miwili ya nchi hiyo, kufuatia shambulio kubwa zaidi la kijeshi la Israeli dhidi ya adui yake wa muda mrefu Iran, ambapo shambulio hilo la Israeli linasemekana kuua zaidi ya watu 78 na kujeruhi wengine zaidi ya 330. Saa kadhaa kabla, Israeli ilizindua wimbi la mashambulizi kote Iran ambayo yalilenga mpango wake wa nyuklia na maeneo ya kijeshi na kuua takribani maafisa zaidi ya 20 wa kijeshi na kuibua matarajio ya vita vya pande zote kati ya maadui hawa wawili wa Mashariki ya Kati. Ilionekana kuwa shambulio muhimu zaidi ambalo Iran imekabiliana nalo tangu vita vyake vya miaka 1980 dhidi ya Iraq. Mashambulizi hayo yamekuja huku ukiwa na mvutano mkubwa kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani unaoendelea kwa kasi. Kwa miaka mingi Israeli ilikuwa imetia mgomo tawala zilizofuatana Marekani zikijaribu kuzuia, zikihofia kuwa ungezua mzozo mpana zaidi katika Mashariki ya Kati na pengine kushindwa kuharibu mpango wa nyuklia uliotawanywa na kuwa mgumu kwa Iran. Ving'ora vya uvamizi wa anga vilisikika kote Israeli, huku viongozi wakiwataka wananchi kujificha kwenye nyumba zao. Makombora yalionekana juu ya anga ya Tel Aviv, huku jeshi likisema Iran ilikuwa imefyatua salvo 2 ambazo moja ni ya masafa marefu na nyingine ni ya masafa mafupi. Jeshi la Marekani pia limesaidia kudungua makombora ya Irani yaliyokuwa yakielekea Israel, lakini bado taarifa zinaeleza kwamba ilishindikana kutokana na wingi wa makombora hayo kutoka kona tofauti za kuingia nchini Israel. Katika eneo la Tel Aviv, huduma ya ambulance ya Israel imesema watu 5 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya awali kabisa yaliyofanyika kuanzia mishare ya usiku. Picha za moja kwa moja kutoka Tel Aviv zimeonyesha kile kilichoonekana kuwa kombora lililenga eneo la mjini. Mwanamke aliyejeruhiwa vibaya alilazwa katika hospitali ya Beilinson iliyoko karibu na Petah Tikva. Msemaji wa hospitali hiyo ameeleza. Ripoti zinathibitisha kuwa makombora ya masafa marefu kadhaa yalirushwa na zaidi ya moja iligonga jengo refu katikati ya mji wa Tel Aviv. Na jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema kuwa hili lilikuwa ni shambulizi la moja kwa moja dhidi ya maeneo ya raia, hatua iliyochukuliwa kama ongezeko kubwa la mvutano baina ya mataifa hayo mawili. Mfumo wa ulinzi wa makombora wa Israel uitwao Iron Dome uliweza kuharibu mengi ya makombora hayo hewani, lakini baadhi yalipenya na kusababisha uharibifu mkubwa wa maeneo na majeruhi kadhaa. Droni hizo zilijumuisha aina hatari kama Shahed 129 na Shahed 136 ambazo zina uwezo wa kubeba vilipuzi na kulenga kwa usahihi. Serikali ya Israel imesema itaendelea na operesheni za kijeshi, huku uongozi wa Irani nao chini ya kiongozi wao mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei ukiapa kulipiza kisasi na ukisema kwamba Israel inatakiwa itegemee kuharibika katika pande zake zote za nchi hiyo. Ukanda huu sasa uko katikati ya hali ya hatari kubwa na waangalizi wa kimataifa wanaonya juu ya hatari ya vita kuu ya kikanda kuibuka hivi karibuni. Mashambulio hayo hayajawahi kushuhudiwa na Israel dhidi ya Iran na kulipiza kisasi kwa Irani kuliibua wasiwasi kuhusu moto mkubwa wa kikanda, ingawa washirika wa Iran, Hamas huko Gaza na Hezbollah wale wa nchini Lebanon wakiwa wameangamizwa vibaya kwa siku za hivi karibuni na taifa la Israel. Shirika la habari la Iran IRNA limesema Teherani ilirusha mamia ya makombora ya ballistic dhidi ya Israel baada ya Israel kulipua eneo kubwa la nyuklia la Iran na la Natanz na kuwaua makamanda wake wakuu wa kijeshi. Na jeshi la Israel limesema Iran ilirusha chini ya makombora 100 kama kulipa kisasi kwa muda
muda ambao Israeli ilikuwa ikirusha makombora yake kuelekea Irani. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ameshutumu Israeli kwa kuanzisha vita, ambapo afisa huyo mkuu wa Irani amesema hakuna mahali popote nchini Israeli patakuwa salama na kulipiza kisasi kutakuwa chungu. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema operesheni ya Israeli itaendelea kwa siku nyingi kadri inavyochukua ili kuondoa tishio hilo la Iran. Netanyahu ambaye kwa miongo kadhaa ametoa tahadhari kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani amesema aliidhinisha shambulio hilo la anga katika juhudi za kuizuia Irani kutengeneza silaha za nyuklia. Israeli na washirika wake wa magharibi wamesema hili ndilo lengo la Tehran, lakini Irani imekanusha lengo hilo na ikisema kwamba ni kwa ajili ya usalama wa ndani. Katika video iliyotolewa na ofisi yake, Netanyahu ametoa wito kwa watu wa Irani kusimama dhidi ya viongozi wao, ambapo wamenukuliwa akisema, mimi ni pamoja nawe, watu wa Israeli wako pamoja nawe. Amesema Irani imesisitiza kwa muda mrefu mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia tu, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti nyuklia likihitimisha wiki hii kwamba lilikuwa linakiuka majukumu yake chini ya mkataba wa kimataifa wa kutoeneza silaha hizo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema bado hajachelewa kwa Iran kusitisha kampeni yake ya Israeli na kulipua mabomu kwa kufikia makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kwa upande wake, Iran ilikuwa ikifanya mazungumzo na utawala wa Donald Trump kuhusu mpango wake wa kuzuia urutubishaji wa nyuklia kuchukua nafasi ya ule ambao Trump aliuacha mwaka 2018, lakini Iran ilikuwa imekataa ofa ya mwisho ya taifa hilo la Marekani. Vyombo vya habari vya Iran vilionyesha picha za majengo magorofa yaliyoharibiwa nchini Iran na vilisema karibu raia 80 waliuawa katika mashambulizi hayo yaliyolenga wanasayansi wa nyuklia katika vitanda vyao na kujeruhi zaidi ya watu 300. Jeshi la Israeli limesema lilikuwa linashambulia maeneo ya kurushia makombora ya Irani na ndege zisizo na rubani na kushambulia eneo jingine la nyuklia huko Isfahan. Msemaji wa jeshi la Israeli alikanusha taarifa za vyombo vya habari vya Irani kwamba ndege za kivita ya Israeli iliangushwa na rubani aliyezuiliwa. Katika mahojiano ya simu na chombo cha habari cha Reuters, Rais wa Marekani Donald Trump alisema mazungumzo ya nyuklia kati ya Tehran na Marekani yalipangwa kufanyika Jumapili hii, lakini bado yalikuwa kwenye ajenda ingawa hana uhakika kama yatafanyika. Amenukuliwa akisema kwamba tulijua kila kitu, wakati akiongea kuhusu Marekani kutohusika na shambulio la Israeli kuelekea Irani. Duru mbili za kieneo zilisema kuwa makamanda 20 wa jeshi la Irani waliuawa, ikiwa ni ishara ya kukatwa kichwa kwa kukumbusha mashambulizi ya Israeli ambayo yaliangamiza haraka uongozi wa wanamgambo wa Hezbollah waliokuwa wakiogopwa nchini Lebanon mwaka jana. Irani pia ilisema wanasayansi wake 6 wakuu wa nyuklia wameuawa. Miongoni mwa majenerali waliouawa siku ya Ijumaa ni mkuu wa majeshi Meja Jenerali Mohamed Bagheri na mkuu wa walinzi wa mapinduzi Hossein Salami. Pamoja na mambo mengine, Meja Jenerali Mohamed Pakpo aliyepandishwa cheo cha haraka kuchukua nafasi ya Salami aliyeuawa kama kamanda wa walinzi ameapa kulipiza kisasi katika barua aliyomwandikia kiongozi mkuu wa nchi hiyo, ambapo akisoma kwenye televisheni ya taifa hilo amesema milango ya kuzimu itafunguka kwa utawala wa mauaji ya watoto ambao Irani kwa siku za hivi karibuni itafanya Israeli. Raia wa Irani wameelezea mazingira ya hofu na hasira, huku baadhi ya watu wakikimbilia kubadilisha fedha na wengine kutafuta njia ya kutoka nje ya nchi hiyo kwa kile inachosemekana kuwa ni kutafuta usalama. Wakati baadhi ya raia wa Irani wakitarajia mashambulizi hayo ya Israeli, hilo lingesababisha mabadiliko katika uongozi wa makasisi wenye misimamo mikali wa Irani, ambapo wengine pia wameapa kuiunga mkono mamlaka iliyopo madarakani. Mzozo huu kati ya Irani na Israeli unaonekana kukua kila uchwao na mpaka sasa huenda tukashuhudia vita kamili kwa siku za hivi karibuni, kwani Israeli nayo imeapa kwamba haitositisha mashambulizi yake kuelekea katika taifa hilo la Irani. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.